dunia nzima waja wa Allah jalla wa ala walioitika wito wanakutana mahala pamoja, mulabbin wakileta talbia, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Wito huu wa Islamu kila mmoja wetu aliupokea toka yuko katika tumbo la mama yake na mgongo wa baba yake. Pale ilipotangazwa ilikuwa ni jambo kubwa. Ibrahim alayhi salatu wassalam istadhama hadha al-amr, jambo hili aliliona haliwezekani, anatangazaje akiwa Makka, dunia itasikiaje? Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia, alaika bil adhan wa alayya al balagh, wewe juu yako ni kutangaza, mimi ndiye nitakayefikisha. Wanazuoni wanasema kila mbegu iliyokuwa katika mgongo wa baba ilifahamu kwamba kuna hija, na kila mbegu iliyokuwa katika tumbo la mama pia ilifahamu kwamba kuna hija. Ndio maana hija imekuwa ni ibada pendezwa kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu, katika siku ya leo ni siku ambayo Waislamu wanaadhimisha sunna tukufu, sunna baba yetu Ibrahim alayhi salatu wasalam, pale ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwamrisha kumchinja mtoto wake wa pekee. Allah anasema katika surati As-Safat, waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli min as-salihin fabasharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha qala ya abati fa'al ma tu'mar fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Ndugu zangu, sigha ya maneno haya ya Mwenyezi Mungu aliyokuwa matukufu yanaelekeza Ibrahimu alikuwa ameshachoka, na hii ilikuwa ndio hijra ya kwanza. Watu wanahama kuitoka miji yao kwenda kwa kutafuta mahala palipokuwa salama kwa ajili ya ibada. Hii ni sunna na alifanya pia mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema Ibrahim kupitia hikaya ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, mimi nakwenda eneo ambalo Mola wangu ataniongoza. Mwenyezi Mungu, naomba unipe mtoto aliyekuwa mpole. Alimuomba mtoto mpole ambaye si mwingine ni Ismail alayhi salatu wasalam. Ikumbuke kwamba Ibrahim alikuwa ni mtu mzima, ni mzee, na halikuwa hana mtoto, akaomba apate mtoto wa pekee ambaye alibahatika kumpata mtoto Ismail alayhi salatu wasalam. Baada ya mtoto huyu kumpata na akiwa kabisa anatarajiwa sasa amsaidie katika nguvu ya kiuchumi na ibada, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika aya, anasema Ibrahim ameota siku 3 mfululizo kwamba anamchinja mtoto wake, mtoto aliyempata kwa tabu. Na Allah anasema falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipofikia mtoto mahala pa kutarajiwa sa'ya, anaweza kwenda huku na kule. Wanazuoni wanasema alikuwa na umri wa miaka 13. Kwanza ni mtoto wa utu uzima, ni mtoto amekuja kwa dua nyingi sana, ni mtoto anayependeza kwake baba, mtoto wa mifupa huyu. Lakini bado Ibrahim anatakiwa itekeleze amri, mtoto aliyempata kwa tabu amchinje. Akasema kumwambia mwanawe, fanzur madha tara, angalia jambo hili mwanangu, alionaje? Mimi nimeota. Unalionaje jambo hili? Mtoto naye kwa kuwa ni mtoto aliyeombewa dua, mtoto ambaye anavutiwa Mwenyezi Mungu na baba yake, akasema ya abati fa'al ma tu'mar, baba yangu fanya ulichoamrishwa, satajiduni insha Allah min as-sabirin, tutakutana, Mungu utanikuta, Mungu akipenda, iwapo tu tutakuwa ni wenye kuvumilia. Angalia sura iliyokuwa nzuri kwa sisi Waislamu kuweza kuchukua na kuingiza katika maisha yetu. Baba anakubali amri na mtoto anakubali, na hawa ndio watoto tunamwomba Mwenyezi Mungu atukirimu. Kwa wale ambao hatujapata watoto, Allah tukirimu, na wale wenye watoto Allah waongoze wawe na sura kama hii ambayo yampendeza Mwenyezi Mungu na inapendeza wanadamu, na imeweka history
katika ulimwengu wa wanadamu na ulimwengu wa Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, Allah anasema falamma aslama, waliponyenyekea wote wawili wakakubali amri ya Mwenyezi Mungu, watallahu liljabin, alimlaza kifudifudi, alimlaza mtoto, akamwambia baba, usinilaze kichalichali, ukinilaza na kuangalia utanihurumia, nilaze nikiwa naangalia chini, ili itekelezwe amri ya kuchinjwa. Amri hii ameiota siku 3, yaumu tarwiya, siku ya 8 ya siku 10 za Dhulhijja, akaota siku ya 10 ambayo siku ya 9 ambayo inaitwa yaumu Arafa, na akaota siku ya 10 ambayo ni siku ya sikukuu, siku ya leo. Yaumu tarwiya ni kwamba yeye fakara haula hadhihi ru'ya, hal hiya min Allah au min ash-shaytan. Anataka kupata tafsiri ya ndoto hii, akulifanya jambo hili kwa haraka isije ikawa shetani, ndoto hii si ya Mwenyezi Mungu. Akafikiria sana, ikaitwa yaumu tarwiya. Siku iliyofuata ikaitwa yaumu Arafa, li'annahu arifa inna hadhihi ru'ya la min ash-shaytan bal innaha ru'yatun min Allah. Akajua kwamba ndoto hii haitokani na shetani, hii ndoto ya Mwenyezi Mungu. Ikaitwa yaumu Arafa, siku aliyotambua kwamba ile ndoto ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini siku ya 3 ambayo ni siku ya leo, akawa amemwelekea sasa mtoto kwenda kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika jambo hili lilikuwa kubwa wakati latekelezwa, mpaka likamshangaza Jibril alayhi salatu wasalam. Jibril akasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Adhabihu ambaye Ismail akasema la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Na baba ambaye ndo alikuwa anatekeleza amri ya kuchinja akasema Allahu akbaru walillahi alhamdu. Kwa ukubwa wa takbira hii, kwa sababu ni tukio, takbira haikuja kwa hivi, imekuja kwa sababu ya ukubwa wa tukio. Baada ya ukubwa huu, ikawa ni sunna kwa Waislamu wapige takbira hizi za mshangao kwa siku 3 mfululizo, kuanzia siku ya leo mpaka siku ya 3 baada ya leo, na ikatu baada ya asri siku ile ya 3. Ndugu zangu Waislamu, takbira hizi zimepigwa kwa sababu ya uzito wa tukio, na takbira huwa haziletwi hivi, zikiletwa ujue tukio lake ni kubwa. Na asli ya takbira ilikuwa ni katika tukio la kuchinjwa Ismail na babake Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waislamu watukufu, katika sunna kubwa ndani ya sikukuu hii ni kuchinja kichinjo, na kichinjo hichi ni sunna kubwa iliyofanywa na mitume wote, na ikasisitizwa na kuwekwa vizuri na Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Wapendwa ndugu zangu, anasema Ibrahim hikaya an rabbih, ikisimuliwa na Mwenyezi Mungu, hakika ya swala zangu, wa nusuki, na ibada zangu za kuchinja. Ifahamike kwamba nusuki ni kuchinja, lillahi, vyote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nipate thawabu, na sivifanyi kwa ajili ya mtu yeyote, na vifanya kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Wa mahayaya, na maisha yangu ya uhai, wa mamati, na hata kufa kwangu, vyote hivi ni kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Ibada hii Mwenyezi Mungu anaizungumza katika suratul Hajj pale aliposema walbudina ja'alnaha min sha'airillah, ja'alnaha lakum min sha'airillah fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Walbudna ja'alnaha lakum min sha'airillah, hawa ngamia tumewajaalia kwenu kuwa ni shaira, ni katika kutukuzwa Mwenyezi Mungu na katika alama za kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa wameletwa kuwa tunu na wachinjwe kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo Waislamu wanaruhusika, na ametajwa kabisa mnyama ambaye ni ngamia, na anawatosha watu 7
wakiwa wamechanga wamchinje kwa ajili ya udhiya. Na mfano wake ni ng'ombe vile vile awatosha watu 7. Lakini ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kuchinja kondoo na mbuzi. Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema dhaha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama indama yafragh min as-salat mithla hadhihi salat yatawajjah ila dhabiha, anaelekea kwenye kichinjo chake. Na alichinja Mtume sallallahu alaihi wasallama kabshaini amlahaini aqranaini, kondoo wawili aliwachinja waliokuwa wazuri wenye pembe. Hii ni sunna kubwa, na amelifanya hili Mtume kwa mkono wake. Na alipochinja akaomba dua hii, Allahumma hadha anni wa amma lam yudhi min ummati, Mwenyezi Mungu hichi kichinjo ni kwa ajili yangu mimi Rasulullah, lakini pia vile vile kwa yule yote ambaye hakupata bahati ya kuchinja. Kwa hiyo Mtume katuombea dua wale ambao labda hatakuwa na mnyama kuchinja, ameshaiomba dua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, mada hii ya kuchinja ni pana, lakini kwa ufupi kwamba kila mmoja ajitahidi sana aweze kuidumisha sunna hii, kwani Mtume anasema ma amila ibn adam amalan huwa ahabbu ila Allah min iraqati dam, hajafanya mwanadamu ibada iliyokuwa nzuri, ibada yenye kupendeza anayoipenda zaidi Mwenyezi Mungu kama kumwaga damu. Kumwaga damu ni ibada tukufu, na hadithi inasema wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamah biadlafiha wa quruniha wa ash'ariha, mnyama yule ataletwa siku ya kiyama na pembe zake akiwa nazo, magoya yake, lakini vile vile kwato zake. Wa inna dam la yaqa min Allah bimakanin qabla an yaqa min al-ardi, na damu ya mnyama huyu itampata Mwenyezi Mungu mahala maalum akiangalia kabla haijatua chini ya mchanga. Ina maana wewe huja mwaga damu ikaenda chini kwa kutumia kisu chako, tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala damu ile imemfikia, kwa uzito wa suala zima la kuchinja. Kwa ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema awwalu ma nabda'u fi yawmina hadha nusalli thumma narji fananhar, cha kwanza ambacho tutakifanya katika siku yetu hii tunaswali, kisha tunarudi majumbani kwetu ndio tunachinja. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana, mwenye kufanya hilo ameiswibu kaipata sunna yetu, na ambaye hakufanya hivyo fa innahu qaddama lahman li ahlihi, atakuwa ametoa nyama zawadi tu kwa ajili ya familia yake na wala sio udhiya. Ndugu zangu Waislamu, hadha yawmun farahun wa surur, hii ni siku ya furaha, ni siku ya kupendana Waislamu, ni siku ya kutoa alfawariq. Mtume anasema la yadkhulul jannata qati'ur rahmi, hatoingia peponi ambaye anakata udugu. Ukitoka hapa ndugu yangu, angalia nduguyo wa damu na si kwa wadamu ambaye kuna pazia kati yenu, malize ili muweze kuwa kitu kimoja. Haikufalii kama Muislamu kuenda akhera hali ya kuwa ndugu yako hamkupatana. Hautoionja harufu ya pepo hata kama uliswali kwa namna gani. Lakini vile vile Uislamu watu washikamane, waungane kwa hali zao na namna yao. Muslim lilmuslim kalbunyan, Muislamu na Muislamu mwenziwe kama vile jengo moja, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, linashikamana lenyewe kwa lenyewe. Ufa ukitokea jengo lile lote linahisi kuna maumivu mahala. Hao ndio Waislamu. Kila mmoja ajipambe na kusamehe, na kabla kusamehe ajipambe na subra. Huwezi ukasamehe kama hauna uvumilivu. Usamehe kwa sababu katika kusamehe ni ndani ya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Mtume, al-afu inda al-maqdara, kusamehe ni pale mahala ambapo mtu ana uwezo wa kumuumiza mtu kwa kumpiga, kwa kumfunga, kwa kumfanya lolote, lakini akamsamehe. Msamaha huu una thawabu kubwa mbele ya Mungu. Sio msamaha kwamba yamekushinda sasa, jamaa ukimwangalia miraba minne hawezi kumfanya lolote, ana pesa, ana kila kitu, alafu unasema huyu nimekusamehe. Msamehe pale ambapo unaweza kumwangamiza.
Na hili ndugu zangu ni jambo la kujipamba kwa wale ambao wana mamlaka, wale ambao wana mali, wale ambao wana umashuhuri, basi waelewe wawasamehe hata watu waliokuwa dhaifu, kwa sababu kufanya hivyo ni kupandisha daraja zao. Mwisho ndugu zangu, namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Jami'ul Istiqama, msikiti huu upate nuru ya hali ya juu ya kiibada na kidarasa na kimauidha na utulivu. Mwenyezi Mungu aufanye msikiti huu uwe ni msikiti utakaozalisha wanazuoni, utakaozalisha maimamu, utakaozalisha mashekhe. Mungu aujalie msikiti huu ni mahala kimbilizi pa kuweka umoja na mshikamano, sio mahala pa kuleta farqa. Mwenyezi Mungu aujalie msikiti huu iwe ni sababu ya Waislamu kupata izza mbele za wale ambao si Waislamu. Mwenyezi Mungu aujalie msikiti huu ni alama ambayo itaitangaza dini yake Allah Jalla wa Ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie wale wote walioshiriki kujenga msikiti huu kwa kutoa fedha zao, Allah awape thawabu zilizokuwa nyingi sana ambazo hazina mfano. Leo tunaswali kama mnavyoona kwa nafasi iliyokuwa kubwa, haijapata kutokea. Kila tunaposwali salatul Eid ni msongamano, lakini walillahi alhamdu hata juu hatukuweza kufika. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri wajenzi wa msikiti huu, awalipe washauri, wasimamizi.